Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasib ni Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Upande wa wakati ni saa 12 dakika 36 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 usiku dakika 36 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani ni sawa viongozi wa kidini kujihusisha na siasa? Tutumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Kule X ni @Kiswahili_CA, lakini Facebook ni Channel Africa Swahili, na nambari yetu ya simu ya hapa studio ya WhatsApp ni alama ya kujumlisha 276055259254. Msikilizaji, na moja kwa moja sasa, baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo, tuelekee kule nchini Kenya. Ni kwamba Benki ya Maendeleo ya Afrika imefungua mkutano wa ufadhili kwa ajili ya kukabiliana na kupungua kwa usaidizi wa Marekani. Muda mchache uliopita, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Martin Weren kutoka kule Nairobi nchini Kenya, na Abedi alimuuliza kama anazungumziaje kuhusiana na mchakato huo ambao umeanzishwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika, na Martin alianza kwa kutoa msimamo wake. Mkutano huu itakuwa mkutano wa maana sana, ukijua kwamba mataifa mengi sana katika Afrika inaishi chini ya dola moja kwa siku kwa kila nyumba, na inahitaji mikakati kabambe ya kuona kwamba jamii nyingi katika baadhi ya mataifa za Afrika zinaweza kujikimu, zinaweza kupatiwa kama mkopo, kama vile tunaita grant, na kujisaidia kwa mambo mengi kama mambo ya ukulima, mambo ya kupata maji na kadhalika. Mkutano huu ambao unakuja pamoja kujaribu kukusanya hela ya kuziba ile pengo ambayo Marekani anasema kwamba kuendelea mbele ataweza kufa really benki hii ya Afrika. Naam, Benki ya Maendeleo ya Afrika inalenga kukusanya takriban dola bilioni 25. Sio hela ndogo sana, ni kiwango kikubwa cha pesa hicho. Lakini sasa inakabiliwa na changamoto za kupungua kwa usaidizi kutoka Marekani. Ni kwa kiwango gani kupungua huku kunaweza kuathiri uwezo wa mfuko wa kufikia malengo yake kwa namna unavyoona? Hadi wa sasa nikakupa mfano kama taifa letu la Kenya, kuna tayari mashirika ambayo zimeweza kufunga virago na kurejea makwao, kwa sababu baada ya yule rais wa Marekani Trump kuja kusema kwamba anakata mikopo yote kwa mashirika za kibinafsi na kadhalika, ilikuwa pigo kuu. Na kwa hii ya Benki ya Afrika, kwa sababu kuna deficit ya hela fulani ambao wanahitaji, isipokuwa tumeweza kuona kwamba kama nchi ya Denmark, nchi ya Japan, nchi ya Norway na pia rais wa Kenya waliweza kuahidi kwamba watachangia katika kipato ama katika kikapu kile cha ile Benki ya Afrika ili kuweza kuziba ile pengo ambayo imewachwa na Marekani. Walakini pia bado kuna changamoto, kwa sababu sioni kama ile hela bado zikiweza kuchangiwa bado itakuwa za kutosha. Cha muhimu ama cha msingi ni mataifa za Afrika zijaribu kujilinda wenyewe na vile wanatumia hela yao na vile watapata hela ya kuweza kujaribu kufanya miundo msingi na maendeleo. Naam. Nadhani bila usaidizi wa Marekani, Benki ya Maendeleo ya Afrika, mabenki ya Kiafrika, taasisi mbalimbali za Kiafrika haziwezi kujinasua au kujiendeleza bila kutegemea usaidizi wowote kutoka Marekani. Wanaweza kujinasua na kufanya shughuli yao bila Marekani, walakini kwa miaka mingi mashirika haya yamekuwa yakitegemea Marekani, wamekuwa katika usingizi mkubwa, na ni wakati mwafaka ambao huo usingizi sasa, ama hiyo blanketi tumekuwa tukijifunika kama Afrika, tuweze kujifunua na kupiga hatua na kujaribu kupata ama kufanya mikakati ya vile taifa ama mataifa za Afrika itaweza kujitegemea bila kujaribu kutegemea nchi ya Marekani. Tukimnukuu rais yule wa Marekani alisema pia taifa lake ina shida ambazo pia yeye anajaribu kuzitatua, na hawezi tatua shida za majirani, na yeye nyumbani kwake kuna janga kuu. So hiyo mimi pia namuunga mkono, kwa sababu lazima uone kwamba watoto wako wanaweza shiba ndio pia uweze kuwagawia wajirani. So ni majukumu ya viongozi wa Afrika kwa jumla kuketi pamoja kama ile tume ya EAU ijaribu kuangalia kwamba maeneo ama mataifa za Kiafrika
ziweze kujikabili, na ndio maana inajaribu kurudisha taifa letu ama mataifa za Afrika nyuma. Naam. Swali la mwisho, kwa namna unavyoona, nini kifanyike ili kuhakikisha kuwa mfuko wa Benki ya Maendeleo ya Afrika unaendelea kuwa endelevu na kuaminika, hasa katika kipindi hiki ambacho msaada wa kimataifa unaonekana kupungua? Cha muhimu na cha msingi ni kwamba ile mikopo ambao wameweza kuwapa mataifa mbalimbali na ambayo imetimia wakati wa kuzilipa, basi waweze kufanya ile kitu tunaita katika lugha ya sheria debt collection, waweze kujaribu kukusanya yale madeni yote yako nje na kujaribu kuweka katika kikapu, na wajaribu pia kujua ni njia gani pia ile hela wako nayo wataweza kuifanya ndio iweze kuzaana na ndio iweze kufanya shughuli ya kuweza kuwasaidia ama kuwakopesha mataifa mengine. Sivyo basi tutaweza kuona pia benki ile ya Afrika itaweza kufunga milango, na itakuwa pigo kuu sana kwa mataifa mengi ambayo yanategemea vile misaada na vile mikopo atokea katika benki hiyo. Naam. Martin, shukran kwa uchambuzi makini kabisa. Shukran.